Mshenzi ukanibia TV yangu. Nasikia umesusia kutafuta mpangaji mpya. Kwa nini sasa? Na sababu zangu za mimi kufanya hivyo dada. Unajua kwenye hili sakata la huyu mpangaji, kikweli nimegundua kabisa kwamba mimi nachezeshewa tu. Yaani kuna watu wanacheza drama. Katika hiyo drama mimi wananiweka katikati. Sasa sijataka kuwa mpira wenye faida kwa adui. Kingine ambacho kimenifanya mimi nimeshtuka kwa haraka ni kwa sababu ya kauli ambayo nilisikia kutoka kwenye kinywa kabisa cha huyo mpangaji mwenyewe. Aliniambia kwamba mama mwenye nyumba wake, yani ameutoa utu wake ili apate hiyo 360, ampe huyo mpangaji mpya ambaye anamsumbua, atoke pale kwake. Sasa mimi nikakaa nikafikiria kama mama mwenye nyumba amefika hatua ya kuutoa utu wake, ingawa mimi sijui ameutoa kwa namna gani. Ina maana kuna dalili za kwamba pesa imeshapatikana lakini drama bado inaendelea ili kunichezesha mimi. Kwa hiyo mimi nikaona no, hapana. Ngoja nikae pembeni ili wao wamalizane wenyewe. Ila hizo ni kauli taarifa tu, huna uhakika na hicho ulichoambiwa kwa sababu hujajithibitishia. Wanasema usipoziba ufa utajenga ukuta. Kwa hiyo dada yangu nafikiri maneno haya wahenga wakuwa wapumbavu kuyasema. Sasa kwa nini mimi nisikae nje mapema ya huu mchezo? Kwani huyo mama mwenye nyumba yake yukoje? Huyo mama mwenye nyumba ni kibinti tu. Sema tu kwa sababu ya kwamba yeye ndo mke wa yule baba mwenye nyumba, ndo anaitwa mama mwenye nyumba, lakini kimsingi ni kibinti tu kidogo kidogo hivi. Ana mwili wakati sio mnene wala sio mwembamba sana. Lakini kitu kingine pia ana rangi fulani hivi. Ni kama mweupe hivi, japo hajafika ule weupe wa kupitiliza. Ila na rangi nyeupe. Sio mweusi kabisa, hana chembe zozote za weusi. Kichwani kwake anapenda sana kushave. Na maanisha kunyoa. Sio mwanamke ambaye anapenda sana kusuka. Sijawahi kumuona amesuka. Kwa hiyo uko serious kabisa wamegairi. Maana mimi nina pesa nataka nikupe. Dada yangu, hata kama ingetokea nahitaji, basi ningehitaji kwa ajili ya mambo yangu mengine. Lakini sio kwa sababu ya hii issue ya hawa watu. Basi hela yangu imepona, maana sasa hivi nilikuwa niko mcharo nimejaa. Sawa, haina shida. Lakini vipi, hauna mchongo wote na Shaka? Sababu Shaka mimi mzee wa michongo. Hapana. Ningekuwa nao ningekwambia. Basi sawa, asante. Poa. Hii kuna kwanza mimi nikukutana. Lakini sasa kwa nimefurahi kuonana kwa mara nyingine. Na mara ya mwisho tunakutana ulisema kwamba unahitaji chumba. Vipi ulifanikiwa kupata? Chumba nimefanikiwa kupata, lakini kwa kile chumba nilichokipata kusema ukweli hakina hadhi. Yaani sijapendezwa nacho. Basi vizuri. Mimi chumba nilifanikiwa kupata. Na chumba kizuri sana. Na mimi hata wewe utafurahi nacho kipata kile chumba ambacho kina kila kitu ndani, maji, choo safi na kila kitu kwa vizuri. Na gharama yake kwa mwezi ni 30,000. Inahitaji kodi yake ni mwaka mzima. Sawa. Lakini kusema ukweli, mimi siwezi nikaenda kuishi chumba cha kulipia mwaka mzima. Mimi toka nimeanza kupanga mpaka sasa hivi, hata chumba nilichopo sasa hivi, huaga nalipia ni miezi 6 tu. Hakuna chumba ambacho nimewahi kwenda kupanga nikalipia mwaka mzima. Kwa hiyo kwa hapo naona tutashindana. Na nina sababu nyingi za kutolipia mwaka mzima ambazo zinanifanya nilipie miezi 6. Ni kutokana na wapangaji. Kwa sababu unaweza ukaenda kwenye nyumba ukalipia mwaka mzima, alafu ukakutana na changamoto ambazo sizo. Kuna wapangaji wengine ni wachafu. Kuna wapangaji wengine hawataki kufanya usafi, wenyewe wanataka wafanyiwe kila siku. Kuna wapangaji wengine anataka leo ajue umepika nini au hujapika, anataka ajue. Kuna kusemana kwa hapa na pale, kuna ugomvi wa hapa na pale. Kwa hiyo unakuta changamoto zinakuwa ni nyingi. Kwa ndio maana mimi nanifanyaga uaga nalipia miezi 6 tu, sitakaje kulipia mwaka mzima. Kwa hiyo kwa hapo sintoweza. Mimi hapa dalali wa muda mrefu hapa mtaani. Ni mzoefu sana hizi kazi. Na kazi yetu ya dalali ni kuhakikisha wateja wetu wanapata sehemu nzuri
ambazo zinaridhisha. Ile nyumba ninayokuambia kuna dada mmoja yuko mle, ni mpangaji yuko mle. Anafahamika kama mpangaji mpya. Sio kama jina lake moja tu, hapana. Jina lake jingine, lakini maarufu ni mpangaji mpya. Yule dada amekuwa ni mkorofi sana pale. Kwa hiyo kazi yangu kubwa mimi ni kutaka kumtoa yule dada nimweke mtu mwingine ambaye atakuwa ni mtulivu, msikivu na ataweza kuendana na mazingira ya ile nyumba. Kwa hiyo nimeona wewe unafaa kuishi pale. Sasa kama utakuwa tayari, lipia hiyo kodi ya mwaka mzima. Ili kusudi kupitia kile chumba ile dada atoke na wewe uingie. Kakaangu, umesema huyo dada jina lake maarufu ni mpangaji mpya? Ndio jina lake maarufu. Kakaangu, nisikudanganye. Timbwili la yule dada nalijua vizuri A to Z. Kwa hiyo unataka mimi unitoe hapo unipeleke kule ukamtoe yeye uniingize mimi? Babangu mimi siwezi. Yule dada namjua vizuri, mcharuko hatari. Basi sawa, asante. Mbona nikwambia kitu kimoja tu. Kama ukifanikiwa kupata mtu mwingine atajichumba, namba yangu naomba unijulishe basi. Kuhusu hilo haina shida, nitakujulisha. Basi sawa. Baadaye. Haya poa. Bye. Haya poa. Ni kweli kabisa kama ulivyosikia. Mimi nimejitoa kabisa kwenye hili swala la kumtafuta mpangaji mwingine kwenye ile nyumba yako. Sasa kwa nini umejitoa? Kuna sababu za msingi, na moja kati ya sababu ni kwamba nilizipata fununu kwamba wewe mama mwenye nyumba tayari hili swala umelivalia kibwebwe. Na maanisha uko mbele kabisa kwenye mchezo. Unataka ulicheze mwenyewe. Na nimeambiwa kabisa kwamba wewe umeutoa utu wako ili uipate hiyo 360. Umuondoe yule mpangaji. Kwa hiyo mpaka hapa mimi nikisema niendelee kujiweka kimbelembele ni sawa tu na nitakuwa nakosea. Wakati kila kitu unaweza kukimaliza wewe mwenyewe. Aliyekupatia hizi taarifa ni nani? Mimi nimezipata kupitia mpangaji wako huyo. Ndokaja kaniambia. Kwa hiyo kumbe huyu mpangaji mpya ndio amekuletea hizo taarifa wewe, si ndio? Nitakuwa narudia kukujibu, ndio ni yeye. Sawa. Ninaomba iwe mwanzo na mwisho kufuatilia maisha yangu. Yaani sitaki shobo na wewe. Hapo swala la mimi kutembea na yule mshua, wewe unauweka nalo? Unauweka gani kama mimi natembea na huyo mshua? Mambo kwa ushahidi, una ushahidi? Ushahidi unao? Naomba upunguze shobo. Sitaki unifuatilie, tena ukome. Sasa kama haujafanya naye, pale kwako umetoka kufanya nini? Na mmetoka sio alikuwa anataka kukupatia, mimi najua tu. Yaani unaendelea kunipandishia kibesi mimi. Na wakati wewe umenikosea mimi, inatakiwa wewe ni mwanamke mwenzangu. Tukae chini tuyazungumze yaishe. Unajua kwa sababu gani sijamwambia mume wako kama wewe umeuza utu wako kwa sababu ya kodi yangu? Unajua kwa nini? Kwa sababu mimi na wewe sisi sote ni wanawake. Sisi ni jinsia moja. Ndio maana nimesema haya yataisha, lakini naona bado unaendelea kuninyanyasa tu na ninyanyapata. Sasa mimi ndo nimekukosea. Wewe mara ngapi wako unatukuta na mwanaume wako uchochoroni? Tumesimama tu lakini unaanza kuturukia. Na wewe uliotoka kufanya. Alafu unaendelea kunipandishia kibesi kwamba unaniweza, unanimudu. Hapo sasa umeongea shoga yangu, nimekuelewa. Na sasa tunaweza tukazungumza kwa sababu sisi wote ni wanawake. Hivi, kuna haja gani ya kuendelea kupigizana haya makelele? Kwa nini sifikie muda tukakaa tukayamaliza haya mambo, tukaishi tu kwa amani na upendo shoga yangu? Au wewe hilo unalionaje? Amemchokoza bea. Shoga yangu, hii haishi mpaka iishe. Yaani kirahisi tu mimi nikusamee. Umetaka kupigishwa miguu miwili kwa bwana wangu ni kuangalie ni kuache. Kwa sababu wewe nani kwa mfano? Nakwambia hivi, nitamwambia kila mtu kwamba wewe umeuza utu wako ili upate kodi yangu mimi. Nitamwambia, hawezi kunishawishi kipumbavu hivyo. Yaani unataka mimi nijihusishe kwako ili uende tena ukalale naye, si ndio? Mama umenoa. Umeula chuya. Kila siku nanikutaka na mwanaume wako tumesimama tu lakini unawasha moto. Mimi kwenye hili nimekuona unatoka ndani tena unachechemea, nikunyamazie kimya. Nakwambia hivi, hapa nigusa achia twende kwao. Mama we, ungeendelea kunibembeleza kwa hayo maumivu unayogulia. Najua mpaka leo kujapona. Ukanibembeleza, ukaninyenyekea. Ukajishusha kila unavyojua ili mimi nikaongea na mwanaume wangu akupatie hiyo pesa, bado unaendelea kunipandishia kibesi kwamba unanikaza ubongo tu na yani unaniweza, si ndio?
Mimi ndo mpangaji mpya. Yaani huu mtaa nitaitisha Kigoma mpaka ajue wewe umetoka na bwanangu na umeuza utoko kwa ajili ya kodi yangu. Nakwambia bado. Mimi ndo mpangaji mpya. Hakuna anayeniweza. Mungu mwenyewe kashanishinda. Sembusa hiki karagosi mdogo. Hii haiishi. Huu mtaa mzima hata utajua kama huyu kanichukulia mwanaume wangu. Ananionaje kwanza mimi? Mimi mtoto wa mjini wewe. Muone na sura yake. Utabaki hivyo hivyo. Utauza sana ila kodi yangu hutopata na naenda kuitisha Kigoma mpaka ajue umetembea na mwanaume wangu. Mshenzi mkubwa wewe. Mshenzi ukanibia TV yangu. Huyo mpangaji mpya ana vituko, kama ni mpangaji, ona sasa anavyofanya. Huyo mpangaji mpya ana vituko, kama ni mpangaji, ona sasa anavyofanya. Huyo mpangaji mpya ana vituko, kama ni mpangaji. Mpangaji mpya muone anavyoisha, muone anavyojibinua. Nyumba nayoisha maana kuna kabisa, mama mwenye nyumba hamtaki kabisa. Ona hapo hapo vibweka. We madada. Kwema vipi? Sasa nilikuwa na kabiashara hapa dada. TV hii nauza. Bei ndogo tu. Yaani kwa wewe hivyo ulivyo na muonekano wako. 250,000 tu dada yangu. Mzigo bado wa moto kabisa. Full HD picha kali na ukijichanganya hata AC na kutandika hii. 250,000 tu dada yangu. Mzigo bado wa moto kabisa. Hii TV ni ya kwako? Hii ya kwangu. Sema ni basi tu nimegombana na mume wangu. Alafu nikawa nimepata shida. Ndio maana unaona niko nahangaika hapa mbio kutafuta mteja. Ni nzima hii? Nzima kabisa dada, huu mzigo wa moto. Okay. Umesema 250,000? 250,000 tu. Imeisha hiyo. Sawa. Sasa mimi nimeipenda. Lakini kwa hapa 250,000 sina. Hapa nilipo nina shilingi 50,000 tu. Kama niko shilingi 50,000 mimi niko tayari kuichukua. 50,000? 50,000. Yaani mimi nahangaika kukimbia hivi afu unaniambia 50,000. Bravo nini? Halo, nilikwambia mimi ndo mpangaji mpya. Sasa hivi unakimbia na TV. Na mwaka usipata vigimbi labda mimi sio mpangaji mpya pale kunitoi mpaka nitake mimi. Pia nakwambia huu mtaa mzima watajua kama leo umeiba TV ya watu na unakimbia kwa sababu ya kodi yangu. Mwanzo si ulinikimbia. Nakwambia hivi, huu ndo mwanzo. Na kwanza picha linaanza unakimbia na TV bibi wewe. Labda mimi sio mpangaji mpya. Muone kwanza. Sura imekukauka. Samahani dada. Bila samahani. Hujakutana na mdada kabeba TV. Yukoje? Mweupe hivi, kanyoa pangi. Nimekutana naye, anauza TV ya flati na kwa maelezo yake amesema kwamba amegombana na mume wake. Sasa baada ya kugombana na mume wake ndio kachukua ile TV. Na ile TV ngoja dada, hajagombana na mume wake, hiyo TV ya kwangu kanibia, kachukua nyumbani kwangu, kaelekea wapi? Ameelekea kule tena sasa hivi tu wala hajafika mbali. Jamani, huyo mpangaji mpya ana vituko, jamani mpangaji, ona sasa anavyofanya. Huyo mpangaji mpya ana vituko, jamani mpangaji, ona sasa anavyofanya. Huyo mpangaji mpya fresh na hiyo na iko sawa. Japo sijaenda kuiwasha. Waya zake shaka jamani na wewe. Sasa masuala ya nyaya si ni kitu kidogo tu utakria wewe mwenyewe huko. Basi sawa tajiri. Nakusikiliza sasa tuzungumze biashara. Umeiona hii TV? Nimeamua kuitoa ndani kwangu. Mimi na mume wangu sasa hivi hatuangalii TV kwa sababu ya shida. Naomba hapo tusikilizane vizuri. Hii TV nenda kaiuze. Lakini isipungue hata shilingi 100 kwenye ile pesa ambayo mimi na wewe tumekubaliana. Sasa dada, unasema kwenye ile hela tuliyokubaliana, hela ipi tena? Kwa sababu mara ya mwisho mimi na wewe tuliishiana pale kwenye ile issue tukamalizana. Hela gani tena unaizungumzia? Ama unazungumzia ile pesa ya yule mpangaji? Sasa kumbe ni nini? Kwani mimi na wewe tumemalizana kitu gani? Basi sawa, nimeshakuelewa. Na kwa sababu mimi ni dalali na hizi ndo kazi zetu,
kuuza nyumba, kuuza vitu. Zote ni kazi zetu hapa mjini ili familia zetu ziishi. Kwa hiyo mimi nitaifanyia biashara hii. Ila nitakwenda kuiuza ili nipate hela yangu ya udalali, kisha 300 yako na 60 nitakuletea. Kwa hiyo hilo ondoa shaka. Shaka, ninakuamini, usije ukaniletea manyoya. Sasa dada, tangu lini ukawa na mashaka na dalali Shaka? Hilo limeisha. Basi naomba ukalishughulikie hili swala. Haina shida. Tutawasiliana. Mpangaji mpya ana vituko, jamani mpangaji, ona sasa anavyofanya. Huyo mpangaji mpya ana vituko, jamani mpangaji, ona sasa anavyofanya. Huyo mpangaji mpya ana vituko, jamani mpangaji mpya. Aisha. Aisha. Anavojibinua nyumba nayoisha mani hakuna kabisa. Mama mwenye nyumba ndo amtaki kabisa. Aisha. Ona hapo vibweka, baba mwenye nyumba na yeye anacheka. Aisha. Kumbe anamdangia baba mwenye nyumba naye. Baba mwenye nyumba naye. Kumbe anamdangia baba mwenye nyumba naye.